Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba mara kadhaa anataka kuachana na misaada ya Marekani kabisa, kuipunguza hatua kwa hatua hadi ifikie sifuri ndani ya miaka 10 na kuanza mchakato huo mara moja. Kauli ya hivi karibuni katika mahojiano na programu maarufu ya CBS 60 Minutes iliyotangazwa Mei 10 mwaka 2026, Netanyahu alisema moja kwa moja, I wanted to draw down zero to the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. It's time that we weaned ourselves from the remaining military support. I want to start now. Alisisitiza kwamba ameiambia hii kwa Rais Donald Trump na watu wake wenyewe, na kwamba Israel inaweza kuendelea bila misaada hiyo kwa sababu imekuwa machua na ina uwezo wa kujitegemea. Misaada inayohusika kutoka Marekani inatoa takriban dola bilioni 3.8 kwa mwaka. Hii ni kwa Israeli na mambo yao ya kijeshi. Netanyahu amesema kwamba anataka kubadilisha na ushirikiano wa usawa badala ya misaada ya moja kwa moja, yaani uwekezaji wa pamoja, uvumbuzi wa silaha na uzalishaji wa pamoja. Alitoa kauli sawa hii mapema Januari 2026 wakati wa ziara yake kwa Trump, na tena katika mahojiano ya The Economist. Anasema Israel imekuwa na maendeleo makubwa katika sekta ya silaha na inaweza kujitegemea. Hii inaonyesha Israel imekuwa na haitaki kuendelea kutegemea misaada ya nje. Lengo lao kuu ni kuwa na uhuru kamili wa kijeshi na kiuchumi na kuhamisha uhusiano wa Marekani kutoka misaada hadi ushirikiano wa usawa. Kauli hii imepokelewa kwa mshangao sana na pongezi kutoka kwa baadhi ya wabunge wa Marekani na washirika wake, lakini pia imezua mijadala kuhusu mustakabali wa uhusiano wa kijeshi kati ya Israel na Marekani. Hakuna kauli yoyote ya hivi karibuni iliyothibitishwa kwamba Netanyahu anahitaji fedha za Marekani. Kinyume chake, anataka kuacha kuhitaji misaada hiyo. Madai kwamba Netanyahu amesema anahitaji fedha za Marekani si kweli, ni kinyume cha kauli yake halisi ya mara kwa mara. Hii ni sehemu ya sera yake ya kujenga uhuru wa Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa baada ya migogoro ya hivi karibuni kutokea. Tuambie una maoni gani kuhusu jambo hili? Tuandikie hapo katika uwanja wa comment. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.